Sultan, pokea simu. Pokea simu ya mwanamke wako. Tena umemsevu Mai. Kweli? Mai. We. Usitaki kuona upande wangu wa pili. Nitakiwasha hapa sasa hivi. Naomba upokee simu. Naomba nisikilize kipenzi cha roho yangu. Hii simu tukipokea itahatarisha afya penzi letu. Naomba tuipuuzie. We mwanaume wewe, mbwa mkubwa wewe, usokuwa na haya mwana Isaya wewe. Hivi unajikuta nani wewe Sultani? Yaani toka jana nakupigia simu zangu haushiki simu zangu. Message haujibu. Hivi unajua mimi kwa natafuta nini? Nataka nini kwako mimi? Sasa sikiliza nikwambie. Mwanao hapa anaumwa. Sio kama nakupigia simu kwa shida zangu, ni mwanao anayeumwa. Damu yako mbwa wewe. Naomba utume hela nimpeleke hospitali. Yaani ukichelewa baba, yaani sitaki kabisa kujipa stress. Ukichelewa na muacha hapa afe, kwa sababu hasara haitakuwa kwangu peke yangu. Hasara ni yako sote, tena wewe ndio utakuwa na hasara zaidi, kwa sababu mimi mwenzako naweza nikampata mwingine saa yoyote ninapotaka. Mbwa mkubwa wewe. Jamani, hivi kwa nini wewe mwanaume ni mbabaifu hivyo? Salale, najuta kuzana wewe. Yaani kama ingekuwa vinarudiwa mimi ningeomba nibadilishiwe. Mbwa wewe. Sasa kaa ufikirie, mimi nataka hela nimpeleke mtoto hospitali. Nimemaliza. Kumbe una mwanamke na umezaa naye? Ulipanga kunidanganya mpaka lini? Na umeniada mimi ndo wa kwanza na wa mwisho kwako. Hiki nini unanionyesha leo? Ni kweli huyu mwanamke nimezaa naye. Na ilikuwa bahati mbaya tu. Si unajua mihemko ya wanaume ya hisia. Kwa hiyo ila hakuna kinachoendelea kati yangu mimi na yeye. Naomba nielewe. Hebu nyamaza wewe. I'm not your type and I'm not your class. Do you know who I am? Oh my God. Mimi sio kuishi ya maisha. Mimi sio wa chini kama unavyofikiria. Mimi ni wa juu sana. Alafu unanititi na mwanamke wa Uswahilini? Seriously? Daima. Ukweli ni kwamba hakuna kinachoendelea kati yangu mimi na yule mwanamke, tofauti na mtu na mzazi mwenzie. Mimi nakupenda wewe tu. Nyamaza wewe. Kwanza kwa nini unanichiti? Yaani kwa nini unanichiti? Kwa nini Sultan? Kwa nini kila ninachokifanya? Daima. Daima. Kumekucha. Naomba nisikilize, usinifanyie hivyo. Hakuna kinachoendelea kati yangu mimi na yule mwanamke nilichokuambia ndio ukweli. Usinifanyie hivyo, usinifanyie hivyo, usinifanyie hivyo. Kujitetea. Ndani kuna feni lakini tumbo joto, chumba kimya lakini pumzi nzito, mwili wake bado uko sakafuni. Ezra, naomba unisikilize kwa makini. Kama umeshindwa kutimiza matakwa yangu, naomba usikajange tena hapa kwangu. Siwezi kuwa na mwanaume mzigo mimi. Mina, kila kitu kinaanza chini kwenda juu. Kinachoanza juu kwenda chini ni kaburi peke yake. Vuta subra. Kila kitu kitawezekana. Hii mimba iliyokuwa tumboni kwangu naichoropoa. Kwa sababu siwezi kuzaa na mwanaume ambaye hata kesho yake haijui. Ndio utajua kesho ya mwanawe. Mina, hebu kuwa na huruma. Alafu nipe muda. Japo mwezi huu si mmoja tu. Mimi nitafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Nitapambana. Alafu na ile nyumba nitaiuza. Kila kitu utapata tena kwa wakati.
hisia na wewe sina, unajua hiyo. Mchongo wetu ulikuwa ni pesa tu, mapenzi ni ziada tu. Hivi huo malaya wako utaacha lini? Ezra, unanitusi wewe? Mbona unanizoea mimi malaya kwa sababu nimebeba hiki kiumbe chako tumboni, si ndio? Kuna mapenzi yasiyoruhusiwa na kuna majina yasiyoguswa. Dada, hebu tuuze akili yako Romina. Kaa na ufanye pumbuzi ya kinifu. Hivi Sultana anapelekesha kila kiasi hicho ni kwani? Lakini hivi ananichukuliaje yule? Yaani semeni toka nimepata mtoto nimeishia kupambana mimi peke yangu. Yeye hata mshipa fahamu mchezi. Lakini ndo namwendekeza Romina. Light ningekuwa mimi, ningechukua sheria madhubuti na ningeisoma namba. Hivi unajua kama unachekesha? Hivi hapo ndo umeongea nini? Mpaka hapa nilipofikia unadhani kitu gani ambacho mimi sijafanya? Au hatua gani ambayo sijachukua? Semeni mpaka ustawi jamii mimi nimempeleka lakini haijasaidia kitu. Yaani nashinda hata sijui nimfanye nini. Ukweli wa Mungu sijui. Sijui nimfanye nini. Unakuwa mawapi Romina udugu wangu? Yaani mtu kama yule akupelekesha akili yako? Lawaki ni ndogo sana. Wanaume aina yake ni kufanya naye kwa vitendo na sio maneno. Kusema kweli nimechoka. Akili yangu imegota, yani sielewi nifanye nini. Semeni nisaidie, nifanyeje? Nimepata wazo. Wazo gani?
Bojo, Bojo. Unakwenda wapi? Mama, sasa ndo nini sasa? Kuhusu nini? Mama uelewi uoni? Mwezi mzima umepita huu. Sijui chochote mimi. Sikiliza nikwambie Ezra. Ezra mwanangu, mimi kila siku nikipata hizo pesa huwa nakuita tunagawana. Hasa leo kusema ni siku ya 4, mimi nifanye nini sasa kama hawajanipa? Mama, lakini sasa hivi umekaa kimya, mimi leo unipigie simu na mbii chochote. Mimi nitajuaje? Mwe jamani, sijui niongee Kiswahili gani ili nielewe. Ezra, linga kama nimepata hera, lazima nikuite mwanangu nikugaie. Umenielewa? Sasa kama ni mwezi sasa hivi, ukae ukijua, ungejua ninapopuyanga huu mguu kwenda kwa yule kijana, ananisumbua mno kuhusu hizo hera. Nifanyeje sasa? Ninazo mfukoni kusema nikupe? Kwa hiyo sasa inakuwaje kuhusiana na wewe mtu mwenyewe? Hapa nilipo nina mpango wa kumhamisha kwa sababu nimechoka hata sielewi nifanyeje mwenzenu. Mama, hilo haliwezekani. Na kwanza mimi sijai kusikia malalamiko yoyote juu ya hao watu. Hata majirani labda kunipigia simu au washikaji zangu, bwana pale kuna watu wanasumbua. Mimi siwajui na sija kukutana na yoyote pale katika ile nyumba. Ila sitaki umhamishe mtu yoyote. Mimi mwenyewe nitafanya research yangu, kama anasumbua ndo nitajua. Sitaki. Uambiwa kama nani sasa? Ina maana mimi ninavyoenda kule ni mpumbavu? Haya niambie, ni kama nani? Mimi ndio mwenye nyumba mama. Ile nyumba ni ya baba yangu na urithi ni wa kwangu. Kwa hiyo mimi ndo nitaamua iwe hivi au iwe hivi, sio wewe. Kumbe akili yako ni finyu. Nisingekutana na babako ungejua hiyo nyumba. Una akili, wewe ni mpumbavu. Ase. Yani nakuwa Yes, hello? Halo. Yaani Sultani, unitafuti mpaka uwe na shida. Ujue, usiache mbachao kwa msala upitao
Kumbuka mimi ndo mwanamke wako wa kwanza. Nisikilize Salma mpenzi wangu. Mwenyewe unajua ni kiasi gani ninavyokupenda. Hapa nina shida sana, alafu naomba unisaidie, ni muhimu sana. Haya. Niambie una shida gani leo? Maana sio kawaida yako kabisa. Hivi pale mashine unapofanyia kazi sasa nikapata mfuko wa debe 10 ule mkubwa kabisa. Sawa. Ila mimi nishaacha kazi pale. Na huo mfuko ni kwa ajili gani? Kuna mzigo nataka kutuma mkoani, kwa hiyo ndio nilikuwa nahitaji, naomba nisaidie. Sawa. Basi jioni njoo geto mpenzi. Au unasemaje? Sawa. Mapenzi haya hayakuporwa kwa nguvu, yaliiba. Bufa niambie. Wewe Sultani. Bwana nimefika magetoni kwako hapa sasa, naona funguo unapowekaga sizioni. Nilikuwa nataka niingie cheki movies, unajua tena. Kweli mwanangu, funguo nimekuja nazo afu nishakuwa mbali kinoma kurudisha kwa kipengele. Sasa sijui tunafanyaje hapa. Noma kweli mwanangu. Sasa sikuna zile funguo unawekaga kwa kinabo pale, kazichukue zile bwana. Nataka nije nitulie hapa kidogo. Basi ngoja nipande hivi nikazichukue hizo funguo. Hapana, ngoja hebu. Halo? Bufa. Hivi wewe mjinga, huyu fara humu ndani yuko wapi? Nakuuliza atu. Yaani jana kaniambia nije leo nifate pesa yangu. Sasa hivi nakutaka kufuri pale kwenye mlango, ina maana ananikimbia. Waungwana wakutana hapo, shai tuanze na salamu. Kisa Mungu kakupa hiki kijumba, basi unajiona umemaliza mwenyewe kwa kinyumba gani? Atu, samahani sana, usikashifu nyumba yangu. Wewe ya kwako iko wapi? Ya kwako iko wapi mpaka uzalau nyumba yangu? Haya, Sultani yuko wapi? Yaani na utandawazi wote unamtafuta mtu kizamani kwa tochi, kweli? Si umpigie simu, babake huna. Sasa kama ningekuwa sijampigia, ningekuja kuuliza huko.
simu yake amezima, na ndio maana nimekuja huku. Umenielewa? Tena Sultani anadharau sana. Sasa uje umwambie ya kuwa nilikuja hapa kuja kuchukua hela yangu. Kesho nikirudi hapa nikamkuta hayupo na aezua mabati yote haya. Kama ni nyumba ya kwangu mwenyewe, hakuna wa kunisumbua. Mbwa mbuzi wewe. Kwa nyumba gani? Kelele, mama kelele huyu. Mimi nishatoka bani mambo yako hapo. Maana wewe tangana kutamani yani ipo fanya nini? Nini tena? Yenye hapa nilipo, gari ipo kwenye kigogo. Nimechoka ile yenyewe. Yaani shingo yote hapa ilipo yaniuma. Katoto kamekosa mwili lakini kazito. Lakini hao tunataka moja shoga yangu. Nilikwambia mapema tuchukue boda chapu. Shoga yangu tuswampe kwa ngoko. Kaka ndo kama zilikuwa sizitaki. Yaani maana muda mwingine safari yako unaja boda boda kusindikiza kabisa. Unaboa mwanangu. Hivi semeni mbona domo bwako hivyo? Yaani kuongea muda wote tupata tata. Yaani unanisema mimi kama vile mtu wa pembeni. Mimi si udugu wako wewe. Kwa hiyo wewe unaona la kwangu ile hapa ni kubwa, si ndio? Sasa hapa tulipofikia boda ya nini? Yaani kufika hapo tu ndo tafute boda. Yaani tumekula ng'ombe mzima uje usino kubaliza mkia. Mbebe mtoto bwana tuondoke, mimi nishachoka hapa na usipidi kunichosha. Yaani muda mwingine sasa mwanataka kwambia wewe unamsikilizaga. Ubisho kama kichuma wewe. Wewe jiangalie kwanza. Toka. Wentie singi lakini la kwako ndo. Au ni mwache? Basi ni mwache. Msura. Alifanya kama yeye kati wataka. Babako nikimkamata. Babako nikimkamata. Karibu mpenzi wangu. Na una machale wewe. Wewe kama kaka Brown ametoka ukaja. Nadhani ni muda mzuri na mimi na wewe kuenjoy. Usije kuenda kama Brown hayuko hapa. Kwa mpenzi wangu, siwezi kukuongopea. Ametoka sasa hivi na bufa. Amekuja kuchukua ufunguo hapa na umeenda kucheki movie kwako. Na nadhani mpaka wamalize kucheki hiyo movie, utakuwa nishakupa zote mpenzi wangu. Najaribu kukimbia tatizo, lakini miguu inanirudisha. Kila rafiki ana hasira, msaada sina. Kila neno linageuka kitanzi changu. Leo ni siku Shwari, mambo vipi? Karibuni. Tulia nema bofia bofia. Mimi niko na peruzi, nitafanya shughuli gani zaidi ya kuperuzi? Kama kawaida yako. Sema zidi hatu na washao. Umeanza. Naona bofia bofia nini kama Nitafanya nini zaidi ya kuperuzi? Karibuni. Ndio huwa. Mimi ngoja nikatoe kolabo. Yaani naomba mimi nikutajie maji si hapo? Maji hapo ya kutosha. Alafu wewe una tabia kuyavundika huko unakuja kuyamwaga kwetu. Acha noma Aya bwana.